Tunasema karibu kwa emission yetu hii ambayo tunataka kuwa na dakika fupi kuongea kwa sababu ya kichwa cha neno cha mwaka. Kanisa la Mason ina utaratibu, kila mwaka inakuwa na kichwa cha neno ambao wazee wa kanisa, watumishi tofauti, kila mmoja achukue nafasi katika hii neno mada kama hii. Neno kubwa ni kusema kwamba mwaka jana ilikuwa kwamba wewe mlima uko nani, katika Zakaria sura ya 4 mstari wa 7. Mlima wewe ni nani unaweza kusimama mbele ya Zorobabeli ambao utafanyika kuwa bonde? Kweli jambo hili tunajua kwamba tunaweza kuwa tukuweza kuliingilia kinaganaga, lakini lilikuwa kweli kama vile unabii. Hatukujua kama hewa kama hii tumepitisha ndani yake itakuwapo, na magumu ni mengi na matokeo yake ni mengi, kukosa chakula na kadhalika. Na yote ile ni milima ambayo iliinuka mwaka jana, na hatujakataa kusema kwamba tutaendelea katika hii baada ambayo tutakuwa nayo kwa siku ya hii mwaka ambao tumeanza. Tukisema mambo yalikuwa ni mengi na hiyo. Sasa mwaka huu tunasema ya kwamba mimi niko ibada. Kweli mara kwa mara si rahisi watu kuelewa habari ya kuwa ibada ni nini. Kwa ibada ni kusema kwamba Mungu anataka kutusaidia kujua kwamba ibada haiko jambo ambalo limefanyika kwa muda fulani, kwa saa fulani na kwa mahali fulani. Ni sisi ndio wanafanya kwamba nafasi ile, wakati ule na eneo fulani inakuwa eneo ambayo inaitwa ibada imefanyika au ibada iko, kwa sababu ya uwepo wetu sisi pale. Tusipokuwa ibada, hakutakuwa maana ya kuwa na nafasi ibada. Tunaweza kusanika, tunaimba, tunasema kwa lugha, tunafanya kazi. Tukisema neno ibada inakuwa tofauti. Tunasema katika lugha ya Kiswahili ya kwamba neno ibada na kuabudu ni neno moja. Moja nasema ibada, lakini ndani ya ibada mko kuabudu. Kusema au tunaweza kusema kinyume ya ile. Kusema kwamba tuko ibada sisi. Kwa sababu gani? Tuko mali ya Mungu, tuko mali ya Kristo, tuko watumwa wake, na tunampatia Mungu tukufu maisha yetu. Na aliyeelewa hii labda ni Paulo. Amesema kwamba mimi kufa kwangu ni nini, katika kitabu cha Wafilipi 1:20-22-23 sijue. Amesema kwamba maisha yangu ni nini? Kufa kwangu si kitu. Ningalipendezwa ya kwamba mimi nikuwe manukato ya Mungu katika kufa kwangu, nimpendeze Mungu katika kuishi au katika kufa kwangu. Kama katika kufa kwangu na kuwa zabihu ya Mungu, niko kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kumbe naweza kufa, kumbe kufa kwangu kunaweza mbariki Mungu, inaweza kuwa manukato kwa Mungu. Paulo ameendelea tena katika Wakorintho wa pili sura yake ya 2:14, amesema sisi tuko manukato, harufu yenye kunuka kwa wale wanaopotea, ni harufu ya mauti. Kwa wale ambapo wanaoamini, harufu ya uzima. Unaona, wanajaribu kwanza kusema ile manukato ambayo Mungu amesikia ni kama vile zabihu ambayo uliyosema ya Abeli. Abeli ilikuwa ni hiyo. Sasa tulisoma maandiko mbili, ilikuwa katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 1-9 na kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1:14 mstari wa 14. Hapo tujaribu kusema kwamba Musa alipopanda kwenda kwenye mlima, kwanza alipoteza muda kutosha akiongea, akitatua shida za watu. Na nitaka kusema ya kwamba kila mmoja kati yetu ajue si vibaya kusikiliza watu, lakini Mungu angali anatuhitaji tuwe na muda wa kutosha na yeye, tuwe muda wa kumjua yeye. Na kwa sababu aliyopata mashauri kwa baba mkuu wake ya kusema kwamba atajaribu kugawa kazi kwa watu wa makundi 1000, 500, 150 na kadhalika, akafanya hivyo. Alikuwa na muda kutosha na watu na Mungu. Na ni katika wakati huo ndio wakati ambapo alienda mlimani mara 3. Alipokwenda mlimani kwanza, sura 25 ya Kutoka,
na mpaka hadi 12 na mpaka mwisho wa maandishi, sababu tunasema habari hiyo. Kuna mambo mengi Mungu aliongea na Musa. Kwanza ilikuwa ni sheria ambayo imeandikwa katika Kutoka 20, alitoa sheria zake 10. Lakini inaonekana kwamba mpango wa Mungu ulikuwa kwamba afunue kupitia Musa, ambao ni kizazi cha 4, mpango wa milele wa Mungu, makusudi ya Mungu ya milele. Na hiyo makusudi ya Mungu ya milele inapatikana zaidi, unaweza kuisoma katika kitabu cha, unaweza kusoma katika Hema Jangwani. Ukielewa Hema Jangwani, ambayo inaweza kufasiriwa kwa njia tofauti. Kwa Hema Jangwani tunapata mahali patakatifu, panakuwa mahali patakatifu, kuna madhabahu ambao madhabihu umetolewa, kuna beseni na inakuwa mahali pale, naingia mahali patakatifu katika samani kidogo, mahali baraza ni mahali ambapo kuko wazi, watu wote walio nje wanaona mtu aliye ndani. Na hapo katika baraza kuna kuwa hiyo madhabahu, panatolewa dhabihu, panatolewa sadaka, damu imemwagia mahali hapo kwenye upande wa kwenye kuwa madhabahu. Na watu wanapotoka mahali hapo, kuhani atakapoingia katika mahali patakatifu, ameosha mikono yake, amejitazama kwenye kioo yake, aone kama kuna nini, alama ya utakaso. Ama baada ya hapo anaingia hapo. Lakini pia kutakuwa kuhani mkuu anaingia mara moja kwa mwaka katika mahali patakatifu pa patakatifu. Na hiyo yote tunaweza, ina matafasiri mingi katika maisha yetu. Hiyo tabaka 3 kwa wana wa Israeli inalinganishwa kwa moja. Wanasema kwamba ile mahali pa wazi ilikuwa Misri, lakini jangwa ilikuwa nafasi ambapo Mungu, mahali patakatifu, mahali ambapo Mungu alipenda kupima imani ya watu wake kama watashika au la maandiko matakatifu. Kumbukumbu la Torati sura 8 sura mstari wa 1 hadi 5, nasema nilijaribu kuwapima muda wa miaka 40 nione kama mtashika. Ni mahali patakatifu. Lakini Yerusalema, mahali pa pumziko, inakuwa mahali sasa tunaweza kuita mahali pa patakatifu pa watakatifu. Tunaweza kusema pia dunia, wanatuambia kuna dunia ya kwanza, ya pili, ya tatu. Inaweza kuchukuliwa dunia tunapoona, dunia ya pili ambapo kunakaa mfalme wa anga, dunia ya tatu mahali ambapo ni mahali patakatifu, mahali ambapo Bwana amekaa, baba yetu amekaa mahali hapo, amekaa kwenye kiti cha enzi, akiwa kwenye kiti cha rehema. Mimi mtu vile niko na kuwa na vitu vitatu ndani mwangu. Kuna roho, kuna nafsi na kuna mwili. Mwili inaweza kulinganishwa na baraza. Nafsi yangu mahali ambapo kuna vita, kuna kuwa utashi wa mtu na kuna kuwa akili ya mwanadamu, iko mahali patakatifu, panahitaji kuoshwa na damu ya mwana kondoo. Kama gishi mtu anapoingia katika Hema Jangwani, na roho inakuwa nafasi pahali patakatifu kwa watakatifu. Haya yote inahitaji ya kwamba watu waielewe, na ukishaelewa wewe uko hekalu, kama gishi Paulo anasema, je, mjue kama ninyi mko hekalu, sababu roho Mungu anakaa ndani yenu. Ni jambo la kwanza. Na sisi baada ya kuokolewa tunaitwa tu makuhani, kwa sababu hakuwezi kuwa ibada pasipo makuhani. Au wanapoita tuite wa pastor, tuite wa askofu, tujue kitu gani ambapo kuko wazee, wanatuita si tuko wazee au tuko wa makuhani au kuhani wakuu. Lakini kuhani mkuu kazi yake ni kutoa dhabihu. Anatoa dhabihu za dhambi, anatoa sadaka sijui ya dhambi, ya makosa, anataka kutoa dhabihu ya unga na kadhalika. Na sasa sisi ambao tunakuwa katika Agano Jipya, ndio maana Yesu anasema habari ya Abeli, ya kwamba anapoongea kwa ajili ya Abeli anasema hapa kuna damu ambayo inayosema kuliko damu ya Abeli. Anasema damu yake. Abeli alikuwa kuhani, na tena alikuwa pia
sadaka. Na Yesu naye pia alikuwa kuhani na sadaka kwa Mungu, alikuwa mwana kondoo wa Mungu, lakini yeye tena alikuwa ni kuhani. Tusipoelewa ile, hatutajua ibada ni nini. Tutafikiria kwamba ibada ni kwenda kwenye eneo fulani na pahali fulani na wakati fulani tunafanya ibada. Sivyo. Sisi maisha yetu yote ni ibada. Kusema kwetu ni ibada, kukasirika kwetu ni ibada. Inabidi ya kwamba tukosoe vile vote ambapo kila kitu kinacho maisha yetu inahitajika kwamba imtukuse Mungu. Na ila haiko leo tu, haiko asubuhi, hapana. Tunaenda kusoko tujue tuko ibada. Tuko watu ambapo wanampatia Mungu manukato katika kusema kwetu. Tunapoudhisha vitu tunafanya ibada. Tunapotafuta mali kwa masomo ya watoto wetu kuwashughulikia, tunafanya ni ibada. Tukielewa namna hii, hatutakuwa watu ambapo wanakuwa na muda fulani, eneo fulani ndio kunafanyika ibada. Baada ya pale wanakuwa watu tofauti. Inatubidi ya kwamba wale wenye ambapo walikuwa wakiimba nyimbo, wakimtukuza Mungu, ile maisha ya kumtukuza Mungu ionekane katika kila eneo ya maisha yao, kila upande wa maisha yao. Na ile ikikuwa namna ile, hatutakuwa na utofauti katikati ya kwenda kwenye ibada. Tutajua kwamba hakuna nafasi ya kwenda kwenye ibada, na ni mimi ambayo ndipo ibada, ndipo ninaumba mazingira ya ibada nafasi ninapokaa. Tukielewa hiyo, ni jambo nini? Ibada ni kusema kwamba tunamtolea Mungu zabihu. Petro anasema ile wa kwanza, Petro wa kwanza sura ya pili 5 mpaka 10, anasema ile mtoeni Mungu ibada, zabihu. Kama tukifanya hivi, tukisema kwamba tunakuwa sisi wenyewe ibada. Na tukiwa ibada, mambo yatabadilika. Wakati ambapo tunakuwa na tatizo katika maisha yetu, upungufu labda wa pesa, magonjwa yanatufikia, Mungu yenye anangojea kwetu, anangojea nini? Tumfanyie ibada. Namna gani? Niseme vitu viwili. Wakati ambapo katika Samueli wa kwanza 20:12 wada moja mpaka ile nadhani ipositanganyika, mahali hapo Biblia imetuonyesha kwamba Daudi alifuatiwa na Saulo auawe, na alipofika kwenye bonde la Adulamu kwa mfalme wa Moabu, jamaa lake likamfuata. Na neno moja alisema, anaambia kwa mfalme wa Moabu, tafadhali nisaidie kukaa na jamaa langu, kwa sababu nipate kujua kipi ambacho Mungu anatarajia kwangu. Nijue. Waebrania naye amesema ile. Amesema Waebrania sura 3 mstari wa 10. Amesema ya kwamba taifa hili ni taifa la kuasi. Nilitembea na wao miaka 10 katika jangwa. Hawakupenda kujua njia zangu. Nikusema kila wakati ambapo tunapojaribu kujua njia za Mungu, tunafanya ibada. Na ndio kile Mungu anatarajia kwetu, tutembee katika njia, si kujua tu. Daudi alisema, acheni wazazi wangu wakae kando, mimi niweze kujua Mungu anatarajia kwangu nini. Na shida leo ni kusema kwamba tuna mambo mengi ambayo tunatarajia kwa Mungu, lakini machache tunatarajia Mungu atende, lakini hatupendi kuuliza Mungu unatarajia kwetu nini. Kwa sababu ya hiyo ilifanya taifa lote mzima lililotoka Misri liangamia katika jangwa. Na kwa sababu Daudi ambaye ameitwa, Yesu anaitwa mwana wa Daudi, alitaka kuelewa kila kilichomfikia Mungu alitarajia nini kwake. Na ndio maana ameitwa kwamba ni mtu kufanana na moyo wa Mungu, kulingana na moyo wa Mungu. Kila jambo lilomtokea nzuri au njema. Tuseme mfano Samueli ndani wa pili sijui sura 10:16 kama sipodanganyika. Shimei aliweza kumtukana Daudi wakati yuko nakimbia mwanaye, na akaanza akamtukana. Yoabu ambaye alikuwa kamanda wa jeshi alipenda mfalme, nipatie ruhusa nipate kuua huyu Shimei. Jibu lake lilikuwa hivi ya kwamba mwacheni,
hawezi kunitukana kama Mungu asipomruhusu kunitukana. Mara 2 Sauli aliponyoka kwa mkono wa Daudi, na wanamwambia, ona muda ambaye Mungu amekupatia adui katika mikononi mwako. Na akasema, siwezi kugusa mpakaliwa mafuta wa Mungu. Nafasi popote ambapo tunatembea kufuatana na makusudi ya Mungu na yale ambaye Mungu katika mapito yake na njia. Mtu mmoja alisema kwamba Mungu alifunulia Musa njia zake, lakini alipatia taifa la Israeli miujiza. Ndio maana Musa, iko kweli shida yake haikuwa ya chakula, ya maji, ya nyama. Shida yake ilikuwa watu ilikuwa shida yake, na ndio ilikuwa jaribu yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa bado hajamalizana na yeye, na katika mpango ule Mungu alikuwa anapenda namna gani naweza kuchukua mzigo ule. Pale alishindwa pale. Akasema Mungu 11 Hesabu, je, mimi ndio niliwazaa watu wote? Mbona wote wanalia nyama, wanalia hivi? Akaenda haraka akashindwa. Kumbe ni kujua njia za Mungu. Ndio mahali popote ambapo tunafanya njia ya Mungu na tunafanya yaliyo mapito yake, yaliyo kusudi lake, tunafanya ibada. Na tukielewa hiyo, mambo mengi yatatatua yenyewe. Na ndio maana mwaka huu tulipenda kuelimisha watu kujua haya yote tunapitia katika nchi ya Kongo, katika majamaa zetu, katika mji wa Goma, katika dunia. Ni vipindi ambayo Mungu anatumikisha kwa ajili, nasema ole mwana ambaye asiyeadhibiwa na baba yake. Ni sisi kuuliza Mungu, unataka kutufundisha nini kupitia yanayopita katika mji, katika maisha yangu, katika jamaa langu? Ukielewa, hatuna haja ya kufanya. Wanafunzi watu waliuliza tufanye nini katika kitabu cha Injili ya Yohana sura 6:18, tufanye nini ili tufanye mapenzi ya Mungu? Akasema yale ambayo mnahitajika kuyafanya ni nini? Muamini. Tukiamini ni kusema kwamba mkiamini mlishafanya mapenzi, atawafunulia katika imani yale ambayo pasali kuyafanya. Kwa hiyo tumesema kwamba mwaka huu na vyote tulivyopitia tukivikapitalize, tutaona kwamba kuna neema kubwa, kuna opportunity nyingi ambayo tulikosa kuzitumikisha au kuzifanya kufaidika nazo, kama vile ibada. Ibada yetu haiko kuimba kwa sauti kubwa, kwa sauti ndogo, kwa vyombo, si vibaya, lakini ni kusema kwamba namna gani kila jambo tunalitenda nje, jiani, barabarani, sokoni, nafasi tunapokwenda, Mungu anapewa utukufu. Tusigoje watu watuambie hiyo ndio ibada. Hapana, watu hawawezi kutuambia, watatudanganya. Lakini Mungu ndo anajua ya kwamba haya mnayafanya ni ibada, mnafanya kwa ajili yake. Ni mara kwa mara ibada haifanike mpaka watu wote wapige mikono. Hapana, ibada ifanyika wakati wa siri, labda wakati ambapo tunasikia tumelemewa, tukimwambia Mungu, tunajua wewe ni Bwana, uko mwaminifu. Tunafanya ibada yenye haijali kuwa na mchungaji anasimamia na msimamizi wa kanisa anahubiri, si vibaya. Tuna pia wajibika ya kwamba tukusanyike pamoja, tuwe na muda wa kuweza kuhimizana katika safari ya kwenda mbinguni. Lakini ibada iliyo hai ni wakati ambapo tuko peke yetu, watu wametuacha, labda Mungu anaruhusu kwamba tubakie katika upweke, nafasi ambapo tuko katika hali yenye ambapo ya kupungukiwa, tukimtaja Mungu kama ni yote ndani ya yote, bila kujali watu yenye wanasema au watupigie mikono, tunafanya ibada. Na kwa ajili ya hiyo, kwa maana watu waelewe ibada ni nini, ni kila chochote ambacho kinafika kwetu, inaweza kuwa kizuri au chema, tukiweza kukiona kwa macho ya kiroho kama mapenzi ya Mungu anayetaka kuifanya, tunafanya ibada. Chochote ambacho tunajaribu kukifanya, naambia watu, asema mtakapoingia katika nchi, ameambia watu wa Israeli ya kwamba mnataka kuingia katika nchi ambayo niliapia baba zenu, mtakapofanikiwa na kula chakula, msijaribiwe kiburi kisiweke katika mioyo yenu na kusema kwa ni nguvu zenu zimefanya ya kwamba mumepata mali, mumepata chakula. Ukifanya vile hamufanye ibada. Lakini mkisema Bwana, tunashukuru kwa sababu ya neema yako, umetupatia chakula. Lakini tulisema pia jambo moja ambalo tupendi kwenda haraka, tumelisahau, ni kusema
hema jangwani ilikuwa hema, lakini Daudi akapenda kwamba mjengee Mungu nyumba ambayo ilikuwa ya matafari ya fahari. Na alipopata hiyo nabii Nathani akamwambia fanya kama jinsi moyo wako unapokuambia. Kesho yake usiku wake Bwana akamjalia nabii Nathanaeli, akamwambia tazama, rudia akamwambia kwamba si yeye atakayenijengea hekalu bali ni mwanaye, kwa sababu amekwisha mwanga damu nyingi. Tulisema kwamba Mungu alipenda kwamba atembee katika hema ndani ya jangwa. Kwa kivukuto, kuna baridi usiku, na alipenda kwa sababu hema ni kitu ambacho kina ubovu, kina udhaifu. Unaweza kuwa unalala katika hema, mtu anakuja na kisu anapasua. Siku ndani ya hema mtu anaweza kuja na moto anatupa kwenye hema, nimeugua. Mvua inaweza kuja inanyesha, ninaweza kuchukua hema, inanyakua, inaenda nayo. Hayo ndio ilivyo maisha yetu ya kila siku. Tunaweza kuwa na njaa, tunaweza kuwa na imani leo na kesho tunapungukiwa na imani, tunakuwa na magonjwa, watu wanaweza kutukataa. Tuko sensible, tuko na yale yote yanatokea kwa hema. Na alipenda hema kwa sababu ikifanikia katika maisha yetu tujue kwamba mambo yanayotokea si mageni. Na amesema katika kitabu cha Petro, anasema kwamba ndugu zangu, msidhani ya kwamba yanayotokea ninyi ni kama vile mambo mageni kwenu ambayo haifikia ndugu wengine katika Kristo kwenye ulimwengu, katika ulimwengu. Nikusema tujue kwamba ijapo yote ikuwe, uwepo wa Mungu ulikuwa kila siku katika hema akiongea na wana wa Israeli, kama wakati wowote walipokuwa tayari na maisha ya kumpendeza Mungu. Kumbe na sisi shida ambazo zinakutokea katika hema, shida yoyote kutoka katika hema, nzuri au mbaya, kama tunaweza kuuliza Mungu unatarajia nini kwetu, tukimtolea Mungu, tukisema yale ambayo Mungu anatarajia kwetu, tumefanya ibada. Na hiyo kumbe inaweza kuwa watoto wanakuwa wanatushinda, inaweza kuwa wake zetu, waume zetu wanakuwa tatizo. Mungu ataona tutafanya ibada gani kwa wale ambao wanatushinda. Tutafanya nini wakati upungufu, hatuna kazi, wakati tuko wagonjwa, wakati tunafiwa. Hizo zote ni njia ambazo kama vile katika hema hii, maana Paulo amesema kwamba wakati ninapoishi ningali katika hema hii nimepata mateso. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5, ninateseka. Sipendi ya kwamba waiondoe, lakini natarajia kupokea makao itatoka mbinguni, mwili wa utukufu ambayo hautapata tena matatizo, utaumia. Lakini mwili huu wa udongo na damu, mwili na damu lazima utatusumbua. Lakini hiyo hayamaanisha kwamba tuendelee kukaa katika hema. Ninajua kweli kulikuwa katika Israeli sherehe ya madhabahu ya maskani ilikuwapo ya maskani, lakini kanisa haikuendelea kukubali ya kwamba ifanyike. Ilikuwa wanakaa kwenye mahema, miguu chini kwenye kuwa mchanga, ilikuwapo. Lakini mpaka sasa nadhani huko Israeli wanaweza kuwa wanaifanya. Kusema kwamba hatuwajibike tu tukaa katika nyumba za hema au tuabudu Mungu katika hema, sivyo. Lakini shabaha ya Mungu tujue tukue katika nyumba ya hema au tukue katika nyumba ya kujengwa. Tujue kwamba inaomaanisha ile hema jangwani ni mimi katika kutembea kwangu na yeye ndani ya jangwa ya ulimwengu. Ulimwengu na jangwa yake. Na kama nikielewa hiyo, basi nampendeza Mungu. Basi Mungu atubariki na kubariki wewe ambao unanifuata, na Mungu endelee kutujalia neema. Tujue kwamba maisha yetu yatabadilishwa na yeye tunapoendelea kuomba Mungu. Tunawasihi kuambia kwamba katika kanisa la Mason, hiyo ndio teme ya mwaka huu, na tukilipenda kama Mungu anakujalia neema, unaweza kuja tuabudu Mungu pamoja. Kama una maulizo, tunaweza kupatia namba yetu ya simu na tuchangie pamoja. Tunaingia kila siku Jumapili, siku ya Mungu, saa 3 hadi saa 6. Mungu atubariki. Amen.